watu wameripotiwa kushambulia vijiji vya Mikenge, Kalingi na Pwenzero wilayani Fizi, jimbo la Kivu Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, usiku wa kuamkia Aprili 19 mwaka 2026. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mashambulizi hayo yalianza majira ya saa 4:30 usiku na kuendelea hadi alfajiri, yakisababisha vifo vya angalau raia 8 na kujeruhi wengine zaidi ya 12. Aidha, nyumba kadhaa zimeharibiwa huku familia nyingi zikilalamika kukimbia makazi yao kutafuta usalama. Baadhi ya mashuhuda na wanaharakati wa kiraia wanadai kuwa mashambulizi hayo yalihusisha matumizi ya droni aina ya TB2, huku tuhuma zikielekezwa kwa ushirikiano kati ya AFC M23 na makundi washirika wao. Tukio hili limeongeza mvutano katika eneo la mashariki mwa nchi, huku likitokea wakati juhudi za amani kati ya serikali ya Kinshasa na waasi zikiwa katika hatua nyeti. Wachambuzi wa ndani wanaeleza kuwa kuendelea kwa mapigano katika maeneo ya mkoa wa Kivu Kusini na Kivu Kaskazini kunazoofisha jitihada za kidiplomasia zinazolenga kurejesha amani ya kudumu. Hali bado ni tete katika maeneo hayo, huku raia wakiendelea kubeba mzigo mkubwa wa machafuko yanayoendelea licha ya wito wa mara kwa mara ya kuheshimiwa kwa makubaliano ya amani. Jumla watu 63 wakiwemo wanawake 4 wamekamatwa katika operesheni maalum ya usalama iliyofanyika mjini Beni, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa polisi ya taifa ya Kongo, operesheni hiyo ilihusisha pia kukamatwa kwa vifaa vya kijeshi pamoja na kiasi kikubwa cha bangi. Msako huo mkubwa ulifanyika katika baadhi ya mitaa ya mji huo ikiwemo Trois Maisons, ukilenga kuvunja mitandao ya uhalifu iliyokuwa ikihatarisha usalama wa wakazi. Operesheni hiyo ya pamoja ilishirikisha FARDC pamoja na vyombo vya ujasusi, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kurejesha amani na utulivu katika eneo hilo. Baada ya uchunguzi wa awali, watuhumiwa watakaobainika kuhusika na vitendo vya uhalifu watafikishwa mbele ya vyombo vya sheria kwa hatua zaidi. Mamlaka zimewahimiza wananchi kuendelea kushirikiana na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa za mienendo isiyo ya kawaida ili kusaidia kupambana na uhalifu. Hatua hii inaendelea kufuatia matukio ya hivi karibuni ambapo watuhumiwa kadhaa walifikishwa mbele ya kamisheni wa polisi wakihusishwa na makosa mbalimbali ikiwemo wizi na ushirikiano na waasi wa ADF NALU. Hali ya usalama imeripotiwa kuzorota katika eneo la Kamanyola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia taarifa za kuimarika kwa uwepo wa waasi wa M23 AFC. Taarifa zinaeleza kuwa wakati Umoja wa Mataifa ukiendelea kuitaka Rwanda kuondoa majeshi yake ndani ya DRC, misafara ya wanajeshi wanaodaiwa kutoka Rwanda imeonekana ikiwasili Kamanyola kuelekea kijiji cha Sange kwa lengo la kuimarisha ngome zao. Hali hiyo imezua hofu kubwa miongoni mwa wananchi, huku baadhi yao wakilalamika kuchoshwa na mapambano ya mara kwa mara yanayosababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa mali. Wananchi hao wametoa wito wa dharura kwa viongozi wa ndani na wa kimataifa kuhakikisha haki za binadamu zinaheshimiwa pamoja na kulinda usalama wa raia na mali zao katika kipindi hiki kigumu. Kagame ula anatuma tena, anavuka Kamanyola, wanaenda pigana Sange, anataka tena kurekipere Uvira. Ngali tuma decision yake ya kwenda Baraka, ambia wanaume wasilale, wasimame. Magari hiyo imeingia Kamanyola ya kwenda pigana. Kwa Kagame kuna fatu jeshi lake lote. Hao ndio wamoja wa wale wajinga ambao walikuwa kutoka Minembwe kuelekea Bijombo kwenda kupitisha wenzao. Ndio wale wamoja walisagwa kabisa kiolela.
naona wale wamoja wana hivi wako wanazungumza na Mungu saa hii kabisa. Kwa kipindi wale kabisa waliamka kwenye mitego kabisa, Mikenge kule juu ngo plateau ya Itombo. Wale kabisa walipata kichapo na madawa zao zile zenye walikuwa wanabeba kama watabeba wapi, kila kitu kabisa waliacha wanatupa, ipata fimbo kabisa.